Natumaini umeamka vizuri na wengine umeshinda vizuri kutokana na sehemu tofauti tunazoishi, mabara tofauti tunazoishi. Kama wewe ni mfuatiliaji wa MCZO TV, ni ku like na ku comment na ku share, na kama wewe ni mgeni subscribe na like na comment na ku share pia. Jana habari zilikuwa nyingi. Na jana kulikuwa na manifestation, tukianza kwa Minembwe. Jana kulikuwa manifestation kupinga mauaji ya kimbari au genocide. Tukisema genocide ni mauaji ya kimbari yanayofanywa na serikali ya Kinshasa. Jana baba, mama, dada, wazee, watoto, vijana waliungana kupinga serikali yao, serikali inayofanya masakre kwa wananchi wake. Hiyo ni serikali ya kiuni, serikali ya wauaji. Na tukianzia huko Gakenke, baada ya ziara ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alipokelewa na kufanya mazungumzo na Rais Tshisekedi tarehe 22. Tunakumbuka alifanya ziara tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu mjini Kinshasa. Kuna taarifa zinazoonyesha kuwa huenda shughuli za kijeshi zikaongezeka mashariki mwa DRC Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini na milima ya Minembwe. Na inasemekana mkutano huo wa viongozi hao wawili ulijikita katika kutathmini hali ya usalama katika maeneo ya Fizi na Uvira pamoja na maeneo mengine, ambapo mapigano kati ya jeshi la serikali ya Kongo na chama cha MRDP yanaendelea. Kwa mujibu wa taarifa zinazochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari, viongozi hao walijadili mwenendo wa operesheni za kijeshi tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 na wakakubaliana kuimarisha nguvu za vikosi vinavyohusika katika kurejesha usalama. Miongoni mwa hatua zinazotaja ni kuongeza uwezo wa kijeshi na vifaa vyake, kutumia teknolojia ya ndege zisizo na rubani ikimaanisha drone, kuimarisha mifumo wa ujasusi ili kupunguza mashambulizi na athari za vita. Na pia kuna taarifa kwamba walijadili mikakati ya kupunguza harakati za makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, kimaanisha Mai Mai na wengine mnaowajua kama wale raia mtomboki. Na habari zinaendelea kusambaa, zinaeleza kuwa kuna mapigano, kuna mipango inayoweza kuchukuliwa kuhusu baadhi ya miundombinu inayochukuliwa kuwa muhimu kwa shughuli za kijeshi, ikiwemo uwanja wa ndege wa Minembwe. Hata hivyo, hatua hizo bado hazijathibitishwa rasmi wala kuidhinishwa na pande zote zinazohusika. Na kwa upande mwingine, mapigano mashariki mwa DRC yanaendelea kushika kasi. Chama cha MRDP au wanajeshi wa Twirwaneho kwa kushirikiana na serikali ya M23 wanasema kuwa wamedhibiti maeneo ya Gakenke, Lundo, Bidegu, Kalingi na Rubemba na Gitavi baada ya mapigano makali dhidi ya jeshi la FARDC na washirika wake wakiwemo wanajeshi wa Burundi, makundi ya Kimaimai na FDLR. Hata hivyo, FARDC na washirika wake hawajathibitisha madai hayo kwa namna hiyo, wakisema kuwa operation za kurejesha usalama zinaendelea. Aidha, Jumanne hii au Mardi hii, Mardi ya jana, muungano huo wa vikosi vya DRC ulifanya mashambulizi katika maeneo yanayokaliwa na jamii ya Wanyamulenge kwa Gakenke. Kwa upande wake, Twirwaneho inadai kuwa ilizuia mashambulizi hayo na kusema, kwa kweli tumewashinda FARDC na washirika wao katika saa zilizopita. Kwa sasa tunadhibiti eneo lote la Gakenke. Hivyo imetokea baada ya mashambulizi ambayo muungano wa FARDC ulianzisha mapema ya jana Jumanne. Washiriki mbalimbali yasio ya serikali yanayofanya kazi katika eneo hilo yanasema kuwa raia wanaendelea kuathirika sana na mapigano hayo yanayoripotiwa kwamba nyumba zingi zimeharibiwa na FARDC, miundombinu kama shule, hospitali zimeharibika kutokana na drones za serikali ya Kinshasa, na baadhi ya raia wameuawa na wengine kujeruhiwa. Idadi kubwa ya raia imelazimika kuyakimbia makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani. Katika baadhi ya maeneo ya Minembwe na Lundu bado kuna taarifa za migogoro, ikiwemo madai kwamba nyumba za raia zilichoma moto
Inadaiwa kuwa nyumba hizo zilichoma moto na FARDC pamoja na washirika wake wakiwemo wanajeshi wa Burundi, makundi ya Mai Mai na FDLR. Madai hayo pia yanatolewa na muungano wa serikali ya M23 Twigane, ambayo inasema kuwa pande hii inayopigana nao unaoundwa na FARDC na washirika wake umechoma nyumba za raia katika eneo la Lumimbishi, wilaya ya Kale, Kivu Kusini. Taarifa zilizotolewa na baadhi ya mashirika zinaeleza kuwa jeshi la Burundi lina nafasi kubwa katika operesheni za mashariki mwa Kongo. Zinadai kwamba kuanzia mwaka wa 2022 hadi mwisho wa mwaka 2025 maelfu ya wanajeshi wa Burundi walipelekwa kusaidia FARDC katika mapambano dhidi ya raia wa Minembwe, kwa sababu wanasingizia kuwa wanaenda kupigana makundi yenye silaha. Lakini tangu nianze sijawahi kuona hata wakituonesha mwanajeshi mmoja wa Red Tabara. Nasikia Red, lakini sijawahi kuona mwanajeshi wa Red Tabara au kusikia msemaji wa Red Tabara. Hakuna mtu aliyewahi msikia kwa kuna msemaji wa Red Tabara, na hakuna aliyemuona. Hata nikiomba ushahidi mtu aniletee picha ya msemaji wa Red Tabara, hakuna mtu aniletee. Na hata hivyo madai haya yote yanaendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kidiplomasia na vyombo vya habari kwa pande mbalimbali zinazohusika hazijathibitishwa rasmi kwa namna moja. Kwa hali hiyo ilivyo sasa, ziara ya Rais Ndayishimiye nchini DRC inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa eneo, sana sana lile linalokaliwa na jamii la Wanyamulenge, hasa katika Kivu Kusini na Minembwe. Hata hivyo, taarifa nyingi bado zina madai ambayo hayajathibitishwa kikamilifu, hivyo zinahitaji kufuatiliwa kwa kuchambuliwa kwa kina kutokana kwa vyanzo mbalimbali ili kubaini ukweli kamili kuhusu mapigano hayo na ushirikiano wa kijeshi unaodaiwa kuwepo. Na tukielekea huko Fizi, ni kuwa kulingana na taarifa zilizotolewa jana, ni kuwa ndege isiyo na rubani drones ilirusha vilipuzi ambavyo viliangukia ndani ya kambi ya kijeshi ya Burundi. Hadi sasa mamlaka za kijeshi ya Burundi wala mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hawajatoa tamko rasmi kuhusu shambulio hilo. Idadi kamili ya waliokufa na waliojeruhiwa bado haijajulikana. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vinaripoti kuwa wanajeshi wengi wa Burundi huenda walipoteza maisha katika shambulio hilo, wakiwemo baadhi ya maafisa wa ngazi za juu. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, miongoni mwa waliouawa huenda kulikuwa na angalau nahodha, captain mmoja na meja mmoja, ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa na mamlaka husika. Taarifa nyingine kutoka kwenye vyanzo tofauti zinaeleza kuwa huenda drone hiyo ilikuwa ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hata hivyo, hilo halijathibitishwa rasmi kwa sababu msizo ya UTV bado sijathibitishwa pia na mimi rasmi na taarifa hizo hadi zitakapothibitishwa na mamlaka zinazohusika. Lakini tunajua hawezi ongea. Shambulio hili limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa mji wa Baraka na maeneo ya jirani, wakati hali ya usalama mashariki mwa Demokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa ya kutia wasiwasi, na baadhi ya wakazi wanajiuliza kwa nini miundombinu na vifaa vya ulinzi vya serikali vilivyowekwa kulinda miji na kambi za kijeshi haviwezi kuzuia mashambulizi ya aina hii yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa matumizi ya drone katika operations za kijeshi yanaendelea kuongezeka katika eneo hilo, jambo ambalo linaweza kuongeza mvutano kati ya pande mbalimbali zinazoshirikiana katika operations za kijeshi mkoani Kivu Kusini. Mji wa Baraka ulioko katika wilaya ya Fizi una nafasi muhimu kimkakati kwa masuala ya kijeshi na usalama katika mkoa wa Kivu Kusini. Mara kadhaa umekuwa ukishuhudia operations zinazohusisha FARDC, majeshi ya Burundi pamoja na makundi ya Mai Mai yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Na tukielekea Afrika Kusini, ni kuwa waandamanaji wa Afrika Kusini waomba watu wote wanaokaa nchini humo kinyume na sheria wanaomba kuondoka. Maelfu ya raia wa Afrika Kusini walioandamana jana na mabango kwa watafuta watu wasiokuwa na vibali maalum kubaki nchini humo, wakiwataka waondoke mara moja. Na hatua hii ya raia wa Afrika Kusini ikishutumiwa na baadhi ya Afrika Kusini kukiuka haki na misingi za haki za kibinadamu.
ambapo ni Afrika Kusini tumetoka, na tukirudi nchini kwetu ni kuwa tukirudi Sud Kivu au Nord Kivu ni kuwa Corneille Nangaa alishiriki jana Jumanne mjini Bukavu katika ibada kubwa ya misa iliyoadhimishwa miaka 66 tangu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipate uhuru. Katika hafla hiyo alieleza matarajio yake ya kuona Kongo ikipata amani ya kweli na wananchi wake kuishi kwa umoja na mshikamano. Na jana alitoa message kwa nchi Corneille Nangaa. Kumbuka kuwa nilisambaza hiyo message yake kwenye group tofauti. Na tukisalia nchini Kongo ni kuwa Air Congo yaimarisha safari zake za kutumia Boeing 787 na 8. Air Congo likaribishwa ndege aina ya Boeing kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa Jumanne ya jana. Ndege hiyo yenye uwezo wa kubeba abiria 560 hadi 380 ilipelekwa katika hafla iliyoongozwa na Rais Chilombo mbele ya maafisa kadhaa. Ndege hii mpya imekusudiwa kuhudumia njia za kimataifa ikiwa ni pamoja na huduma ya baadaye ya Kinshasa Bruxelles kama sehemu ya mpango wa uboreshaji na maendeleo ya usafiri wa anga wa DRC. Siku hiyo pia ilishuhudia matukio mengine mawili muhimu: kuanza tena kwa huduma ya reli katika station ya kati na uwanja wa ndege ya Njili, na uzinduzi wa jumba jipya la mzunguko kati ya uwanja wa ndege wa kimataifa na uwanja wa ndege wa Njili. Na tukielekea huko Oicha yatangazwa kuwa mji mpya, huu ikiwa ni mji wa 4 baada ya Goma, Butembo na Beni na Kivu Kaskazini. Oicha ilikuwa ni mji mkuu wa wilaya ya Beni, ya teritoria ya Beni, Kivu Kaskazini. Kwa sasa imetangazwa kuwa ni mji na kuwa na meya. Kwa sasa iko na meya na kwa sasa ni mji mpya. Naam, niwashukuru kwa taarifa za leo. Tutaendelea mchana mwingine. Asanteni.